بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo insha Allah taala tunatarajia kumaliza risala yetu hii ambayo tulianza wiki zilizopita, ahkamu salati al-kusuf, hukumu zenye kufungamana na swala ya kupatwa kwa jua na mwezi, risala ambayo ameandika Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahu Allah ta'ala. Na leo ikiwa ni Lailatul Ahad, usiku wa kuamkia Jumapili, ikiwa ni tarehe 22 katika mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 14 mwezi wa 9 Septemba mwaka 2025. Tunamaliza risala hii insha Allah taala, na tulifika katika jambo la 7, nalo ni jambo la khutba, kuhusiana na khutba. Al-khutbatu fi salati al-kusufi, khutba katika sala ya kupatwa kwa mwezi au jua. Anasema katika fi fathi, anakusudia Fathul Bari, qala al-Bukhari rahimahullah, يقول anasema rahimahullah ta'ala, babu khutbati al-imami. Huu ni mlango wenye kuelezea khutba ya imamu, ambaye itakuwa ni sawa ni yule imamu aliyeswalisha, pengine yeye ndio al-imamu ratib, imamu wa pale ambaye amepangwa, au ni imamu tu amechaguliwa aswalishe watu ile swala ya kupatwa na jua na mwezi. Kwa hiyo anasema huu ni mlango wenye kuelezea ile khutba ya imamu fil kusufi, katika swala ya kupatwa jua na mwezi. Wa qalat, akasema Aisha wa Asma, akasema ma Aisha na Asma bint Abi Bakr, khataba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikhutubia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ina maana likaja lafdhi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa khutba. Qala ibn Hajar fi al-Fath, al-Imam ibn Hajar katika Fathul Bari alivyokuwa anasherehesha hadithi hii akasema, qawli yake aliposema babu khutbati al-imami fil kusufi, maana yake ay ukhtulifa fil khutbati fihi, pamekhtalifiwana, yani wamekhtalifiana, pamekhtalifiwa kuhusiana na khutba ndani ya swala hiyo ya kupatwa na jua na mwezi. Fastahabbaha ash-Shafi'i, ameona khutba hiyo ni mustahabu au ni mustahabba, ni yenye kupendekezwa. Al-Imam Shafi'i kadhalika wa Ishaq wa aktharu ashabi al-hadith, na wingi katika watu wa hadithi wanaona kwa hiyo khutba ni yenye kupendekezwa. Wa inda Malik, na kwa Imam Malik kuna al-hadith, hadithi wa fihi, na ndani hadithi hiyo amepokea Imam Malik dhikrul khutbati, ikitaja kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa khutba. Wa ajaba ba'dhum, na baadhi yao wakajibu katika wanachuoni, bi annahu sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika huyo mtume sallallahu alayhi wasallam lam yaqsid biha khutba, hakuikusudia hiyo khutba bikhususiha wenyewe hasa. Wa inna man haika, si vinginevyo, arada an yubayyina
alikusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam abainishe anna al-kusufa, kwa hakika kupata kwa jua na mwezi, la yakunu limauti ahadin, haiwi kwa mauti kwa ajili ya kufariki mtu yoyote. Wa tuaqiba bima fi al-hadithi sahiha, manake na mwisho ya yale ambayo yanapatikana katika hadithi sahihi. Tuaqiba manake ile mwisho wa ile hadithi, sababu al-aqbu ni kile kitu, ni fi akhir kulli shay, ni mwisho wa kila kitu. Mathalan aqaba kadha au ndio hivyo, ni mwisho wa kitu. Kwa mwisho wa yale ambayo yenye kupatikana katika hadithi sahihi, ndani yake katika mwisho wa hadithi min at-tasrihi, kuna kuweka wazi bil khutbati, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa khutba, wa hikayati ashratiha, na akaelezea kuhusiana na masharti yake, sawa, hiyo khutba au hiyo sala akaelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Min alhamdi, akaanza kuelezea kuhusiana nini, kuleta himdi, akamsifu Allah. Wathanai, maana moja, akamsifu Allah. Walmau'idhati, na akatoa mawaidha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho ile hadithi imeelezea hivyo. Wa ghairi dhalika, na sio kwa hayo. Farajihu, kauli yenye nguvu insha Allah, annaha, wa hakika sala, yani kwa hakika hiyo hutuba mustahabbatun, ni yenye kupendekezwa, tofauti na baadhi ya wanachuoni wenye kuona kuwa hakuna sa hutuba baada ya swala watu wataondoka, na kama mwezi hujaachiliwa au jua wataendelea na ibada nyingine. La, bali kauli yenye nguvu insha Allah kwa hiyo hutuba ni jambo lenye kupendekezwa. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam laha, kwa kitendo chake Mtume sallallahu alaihi wasallam, laha, kuifanya hiyo hutuba, kwa ajili ya kuitoa hiyo hutuba. Kwa hiyo muislam au imam asiache hiyo hutuba, atoe, kwa sababu wanachuoni wengi wamekwenda kwa ni mustahabu, akiwemo Imam Shafi'i na wengineo katika madhahib, ni jambo lenye kupendekezwa. Kwa hiyo ailete hiyo hutuba. Jambo la 8, salatu nisai ma'a rijali fil kusufi, swala ya wanawake pamoja na wanaume katika swala hii ya kupata na jua na mwezi. Vipi hukumu yake kwa wanawake ambao wanataka kuswali msikitini? Ai fil masjidi jama'atan, anakusudia maana yake kuiswali msikitini swala hii kwa jamaa. Qala al-Bukhari, amesema al-Imam al-Bukhari, babu salati nisai ma'a rijali, huu ni mlango wenye kuelezea swala ya wanawake pamoja na wanaume fil kusufi, katika kupatwa na mwezi au jua, swala ya kupatwa mwezi na jua. Wa dhakara hadith Asmaa, na akataja hadithi ya Asma, wa Aisha, na hadithi ya mama Aisha. Wa annahuma, na kuwa wawili hao Asma na Aisha, sawa, mtu na mdogo wake, Asma na Aisha. Anasema sallata, waliswali ma'a nasi, pamoja na watu wawili hao, kwa sababu wanawake sallata, waliswali wanawake wawili, umefahamu, pamoja na watu, manake wanaume waliswali na wanaume, haina maana walichanganyikana, la, yani waliswali msikitini pamoja na wanaume. Kwa hiyo fayustahabbu linnisai, inapendekezwa kwa wanawake, hudhurul kusufi, kuhudhuria swala ya kupatwa kwa jua na mwezi, ma'al jamaati, kuswali pamoja na jamaa msikitini, kama huwa halu salati aljamaa, kama vile ilivyokuwa hali ya swala ya jamaa. Wakitaka wanawake kuswali swala ya jamaa hawazuiliwi na waswali, imeleka. Wakiswali majumbani ni aula, hakuna shida. Kwa na hii ndio hivyo, hukumu yake ni ile. Kwa wanawake wakitaka kuswali swala hii kwa jamaa msikitini, ruhusa, wanaruhusiwa. Na wakisema la, tuwakuswali nyumbani, mtu anaruhusiwa pia kule nyumbani akaswali pengine peke yake, au akaswali kwa jamaa, pia anaruhusiwa. Imefahamika kwa jambo liko hivyo. Nambari 9 anasema fil kusufi wal khusufi, manake ametofautisha. Fil kusufi, swala ya kupata kwa jua, tunasema hivyo kwa sababu akizileta zote mbili itabidi tutofautisha.
wal khusufi, na swala ya kupatwa kwa mwezi, tustahabu, inapendekezwa, ashiya, mambo kadhaa. Minha, miongoni mwa hayo yanopendekezwa, jambo la kwanza, as-sadaqatu, kutoa sadaka. Inapendekezwa mtu atoe sadaka kwa wingi katika swala hii baada ya swala pale. Ilhadithi, wa ajili ya ile hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, fa idha raaitum dhalik, pindi mtakapoona dalili hiyo ya kupata kwa jua na mwezi, fad'u Allah, muombeni Allah, wakabbiru, na mleteni takbira, maana yake semeni Allahu akbar, Allahu akbar, dhikr, wasallu, na musali, watasaddaqu, na mutoe sadaka. Hadithi imepokea Imam al-Bukhari, wa huwa fi Fath al-Bari, nayo iko katika Fath al-Bari li Ibn Hajar, ya Imam Ibn Hajar. Qala al-Bukhari, al-Imam Bukhari ameweka mlango katika hadithi hii, babu sadaqati fil kusuf. Huu ni mlango wenye kuelezea sadaka katika swala ya kupata kwa jua au mwezi. Jambo la pili ambalo linatakikana katika swala hii baada ya swala, atqur riqabi, kuachiwa huru watumwa. Qala al-Bukhari, amesema Imam Bukhari, babun, huu ni mlango, man ahabba, yoyote ambaye mwenye kupenda, al-ataqata, kuacha huru watumwa au mtumwa, fi kusufi shamsi, katika kupata kwa jua, au mwezi pia inaingia. Thumma dhakara haditha Asma, kisha kataja hadithi ya Asma. Qalat, akasema huyo Asma, laqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika aliamrisha, laqad, kwa hakika hasa, amara, aliamrisha, an-nabiy, mtume sallallahu alayhi wasallam, bil ataqati, kuacha watumwa huru, fi kusufi shamsi, katika nini? Kupatwa kwa jua. Hadithi nambari hii hapo 1054. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, kana an-nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ya'muruhum, akiwaamrisha wao, bil ataqati, kuacha nini? Huru watumwa. Raji', manake rejea, fi'lu amri ya kitendo raja'a, yuraji'u, raji', rejea, kwa kuangalia Fath al-Bari, angalia Fath al-Bari. Kwa ina maana ni jambo lenye kupendekezwa baada ya swala pale au kabla ya swala, kama mtu ana mtumwa wake akamwacha huru, akamwambia nenda kuacha huru, ni sadaka yangu hii kwa ajili ya kupata kwa jua mwezi. Kwa ni katika zile amali bora zaidi katika siku hii mtu kufanya, ambao nini? Kumwacha mtumwa huru. Lakini saizi huku kwetu hakuna, au takriban dunia nzima saizi hakuna mambo haya ya watumwa, lakini tunasoma kwa kuhifadhi nini? Dini na sheria ya Allah. Zama zinafanya nini? Zinabadilika, kwa lazima tusome, tuhifadhi dini. Jambo la tatu, thalithan, dhikrullah, anatakiwa sana mtu amtaje Allah katika swala hii. Qala al-Bukhari rahimahullah, amesema Imam Bukhari, Allah mrehemu, babu dhikri, huu ni mlango wa kumtaja Allah fil kusufi, katika kupatwa kwa jua au mwezi. Thumma dhakara haditha Abi Musa rafa'ahu, kisha kataja hadithi ya Abi Musa ambao amerufaisha mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni alhadithu almarfu'. Fa idha ra'aytum shay'an, mtakapoona chochote, sawa, min dhalika, katika hizo alama za kupata kwa jua au mwezi, fafza'u ila dhikrillah. Pia imekuja katika riwaya fafza'u ila salat, maana yake ni ay fabadiru, kimbilieni, bisalati, kwa swala, au bidhikr, kwa dhikr, kwa sababu ndio lotajwa. Wasra'u, nafanyeni haraka, ilayhi, katika hiyo dhikri, au ilayha, au katika sala, ila dhikrillah, katika kumtaja Allah, wa du'aihi, na kumuomba yeye huyo Allah, wastighfarihi, na kumuomba msamaha, kwa sababu hizi ni katika dalili za kiyama na ni hatari, tukio kubwa sana. Kwa tukithirisha istighfar na dua na dhikr. Lakini mahali shahid ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akamwambia fafza'u, kimbilieni haraka, nendeni haraka, ila dhikrillah, katika kumtaja Allah.
Rabi'a, jambo la 4, ad-du'a wal istighfar, kuomba dua na kuleta istighfar. Wa khassatan at-ta'awudh, na hasa usema ani at-ta'awudh, kutaka hifadhi na ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, mfano mtu kusema a'udhu bika minan nar au na'udhu bika minan nar ya rabbi, na vitu kama hivyo. Min adhabil qabr, kutokana na adhabu ya kaburi, au na'udhu bika min adhabil qabr, na adhabu ya kaburi, kutokana na adhabu ya kaburi. Qala al-Bukhari, wamesema Imam Bukhari, babu ta'awudhi, huu ni mlango wenye kuelezea kutaka hifadhi na kinga min adhabil qabri, kutokana na adhabu ya kaburini, fil kusufi, katika swala ya kupata kwa jua mwezi. Thumma dhakara haditha Aisha, kisha kataja hadithi ya Aisha. Wa fi akhirih, na mwisho wa hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea, wansarafa, akageuka baada ya swala. Faqala, akasema, masha Allah, lile ambalo analolitaka Allah limekuwa. An yaqul, mtu aseme hivyo, wala siseme kwa umepatwa mwezi kwa ajili ya mauti ya mtu fulani. Thumma amarahum, kisha akamrisha wao, an yata'awadhu, watake kinga, watake kuhifadhiwa. At-ta'awudh, hifadhi na kinga, min adhabil qabri, kutokana na adhabu ya kaburini. Na adhabu ya kaburini ipo, ni haki. Wa adhabu al-qabri haqqun, adhabu ya kaburini ipo, kinyume na Hizbu Tahrir, wao wanaona kwa hakuna adhabu ya kaburini na baadhi ya makundi, lakini adhabu ya kaburi ipo, kama Allah alivyosema, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab, katika suratu Ghafir. Hii aya hii anasema Imam Ibn Kathir, hadhihi al-aya aslun min usuli ahli sunnah wal jamaa ala ithbat adhab al-qabr. Hii ni msingi katika misingi mikubwa ya sunna, al-aslu al-asil, msingi madhubuti hasa katika kuthibitisha kwa adhabu ya kaburi ipo, kwa sababu hawa ni watu wa Firaun. Ala kulli hali, mtu atakiwa ajikinge na adhabu ya kaburi. Sahih al-Bukhari biraqam hii hapo 50 wa 1000, nambari 1050. Kadhalika wa Fathul Bari, na Fathul Bari juzu ya pili, karatasi ya 538. Jambo la 10. Kwa hiyo na maana hivyo ndio vitu vyenye kutakikana: mtu sadaka, aache mtumwa huru, kumtaja Allah, dua na istighfar, akithirisha. Hata swala ikishamaliza fanya hivi vitu, ikiwa mwezi bado hujaachiliwa. Hata usirejee tena kusali ile sala kupata wa mwezi, labda usali tu sunna yoyote, pengine sunna mutlaqan, au pengine unataka kusali nini, witri kabisa, haina shida. Lakini ikiwa mwezi hujaachiwa au jua, hatutorejea kuswali, tutafanya hizi ibada nyingine. Jambo la 10, fawaidu wa ahkamun fi salati al-kusufi. Fawaidu, faida, wa ahkamun, na hukmu, fi salati al-kusufi, katika sala nini, kupata kwa jua mwezi. Ash-shamsu wal-qamaru, jua na mwezi, la yankasifani, ay la yankhasifani, yote yamekuja katika riwaya, havipatwi viwili hivi, li mauti ahadin, kwa ajili ya mauti ya mtu yoyote, kwa sababu ya mauti ya mtu fulani, wala li hayatihi, au kwa ajili ya uhai wake, kwa sababu yeye yuko hai, ni wali, ndio ati mwezi umepatwa ujua. Hapana, sio hivyo. Hiyo ni faida ya kwanza. Kwa hiyo ina maana kupatwa kwa jua au mwezi haitokekani na nini, na mauti au hai wa mtu yoyote. Jambo la pili, thaniyan, yustahabbu, inapendekezwa, tulul qiyami, kurefusha kisimamo. Kisimamo atakiwa kirefushwe, kile kisimamo cha kusoma Qur'an, imamu atakiwa arefushe sana. Wa tulur ruku'i, kadhalika kirefushwe nini, rukuu irefushwe sana. Wasujudi, na ile sijida ile inatakiwa irefushwe sana. Wama bainahuma, na baina vitu hivi vinavyotokea baada ya hapo. Wa tulul qiraati, na kisomo pia kirefushwe. Sasa hii swala ala kulli hali, baadhi wanachoona nini, sunnatu muakkada,
wewe ukiona huwezi kusimama, kaa kitako, usilazimishe mpaka ikafika wakati ukafanya nini, ukaja kudondoka. Hata kama ukijana ukiona hujiwezi, kaa kitako, kwa sababu si lazima kusimama, kwa sababu hii tunaenda na kusimama kwa nini? Sunna yenye kugutezo, si lazima kufanya nini? Kusimama. Alqiyam ni rukun, ukisimama ni nguzo, lakini katika nini? Fil fardh. Sawa, ni katika nguzo, lakini katika swala za faradhi. Ama swala ya sunna si lazima. Kwa ukiona kisimamo ni kirefu cha imamu katika swala ya kupata kwa jua mwezi, wewe fanya nini? Chukua kiti, uketi, ukae, au kaa chini. Wanasema sit down, rudi chini pale, wala si aibu. Usilazimishe, huenda pengine kisimamo ni kirefu ukadondoka ukaanguka kaja kwa balaa. Kwa hiyo kaa chini. Sisi au wale wengine ambao tutajiweza tutakayofanya nini? Tujilazimishe angalau tusikae kitako. Lakini ikitokezea mtu basi kaa chini, sio lazima, kwa sababu imamu lazima arefushe katika mahali kama hii. Thalitha, jambo la tatu, alkusufu wal khusufu, kupatwa kwa jua na mwezi, litakhwifi alibadi, hii ni kwa ajili ya kuwahofisha waja, watadhkirihim, na kuwakumbusha wao, bilqiyamati, qiyama, kwa kuna siku watasimama wao kama wanavyosimama katika kisimamo hicho cha swala, basi watasimama qiyama kadhalika huo mwezi au jua muda wote Allah akitaka. Akiuachilia banaka ukaendelea kuliwa, basi maji yote yataingia katika ardhi na watu watapotea, dunia huenda ikaghariki yote. Kwa ni kuwahofisha. Kwa sababu gani? Liyatubu, ili kwa ajili watubie. Lakini leo mtu anapata mwezi unapata ujua, hana habari, analala sana, ili kwa ajili watubie, wayarji'u, na kwa ajili warejee katika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fil hadith, na imekuja katika hadithi, inna Allah, haika ya Allah, yukhawifu bihima, Allah anakhofisha kupitia viwili hivyo, ibadahu, waja wake, anawakhofisha waja wake kupitia viwili hivyo. Alama hizo mbili na nini na nini? Ash-shamsu wal qamar, jua na mwezi. Na pia imekuja katika aya wama nursilu bil ayati illa takhwifan, wala hatuzitumi alama zetu na ishara zetu isipokuwa ni kuwahofisha waja warudi na wayaache maasi, warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la 4 katika faida za swala hii, yuqalu, inasemwa, kusufu shamsi, kupatwa kwa jua, shamsi, kusufu shamsi. Hii kwa makosa ya uchapishaji, kuna maneno mengine yamekosewa, kwa hiyo tutasoma vile usawa. Kusufu shamsi, ani jua lina kasra na kwa majrur. Kadhalika inasemwa wa khusufu shamsi, zote mbili zafaa. Wakadhalika alqamar, na vile vile mwezi. Kwa hiyo na maana maneno haya mawili yote zakatumia. Unaweza kusema nini? Kusufu shamsi au kusufu alqamari, au unaweza kusema nini? Khusufu shamsi au khusufu alqamari. Na baadhi wanachuoni wanaona kuwa kusufu ni kwa ajili ya jua na khusufu ni kwa ajili ya nini? Mwezi. Na baadhi wanachuoni wanasema ikitumika moja maana yake za kusudia nini? Zote mbili. Maana yake kama ile nini? Kama almu'minu na almuslim. Ikitajwa katika Qur'an ya ayyuhalladhina amanu, maana yake kusudia nani? Wote, waumini na waislamu. Na wakihusishwa, wakija wote wawili sehemu moja, basi akusudiwa kila mmoja kivyake vyake. Muumini ni mwingine na muislamu ni nani? Ni mwingine. Kwa maneno haya, idha ittafaqa tafarraqa au idha ijtama'a tafarraqa, yakikusanyika kwa sehemu moja kama hivi, maana zake ni nini? Tofauti. Wa idha tafarraqa, na atakapokuja tofauti ijtama'a, yanakusanyika. Kwa ndo hivyo anasema raji' kalama Ibn Hajar, rejea maneno ya Imam Ibn Hajar katika Fathul Bari. Jambo la 5 katika faida tunazozipata, qala Ibn Hajar, amesema Ibn Hajar, kullu ma thabata, kila ambayo yamethibiti, annahu sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'alahu, alifanya, fiha, katika sala hiyo, kana mashru'an, jambo hilo litakuwa ni sheria, maana yake linafaa kufanywa, liannaha, kwa sababu
haika jambo hilo litakuwa ni aslu, ni msingi, au liannaha, kwa sababu ya swala hiyo ya kupata kwa jua na mwezi, aslu ni msingi, birasihi, kwa wenyewe ile swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotokea kwa wenyewe ile swala alifanya vitu akatufahamisha sisi umma wake, kwa yale aliyofanya kule yote yanatakikana afanye nini? Yafanywe. Manake birasi ai biainihi, wenyewe hasa. Fala tuqasu bin nafilati, swala hii isipimwe, fala tuqasu, haipimwi bin nafilati, na nini? Swala za sunna. Ukaanza kufananisha swala ile ukaifananisha na swala ya Idi. Na Sheikh Abdul Razak atoa kisa, Allah muhifadhi, asema kuna bwana mmoja, yeye ilikuwa anavaa kanzu, kofia na ndevu, ana madhari, yani ukimwona kama ni mtu mwenye ilmu, lakini ni mtu swala hakosi, lakini ni mtu ni mtu alifaidika zaidi katika nini? Elimu ya kidunia. Sasa siku hiyo asema akaenda kutembea kwa vijijini huko, kufika huko jua au mwezi ukapatwa. Msikitini hakuna mtu wa kuswalisha na wote hawajui wale msikitini. Kwa hiyo ni nani? Tumwangalie na kanzu na kofia, au sio kweli jambo? Hata kwa nyumbani si ndivyo hivyo? Hata ukitaka kuchinja kuku, mwiteni nani, ustadhi nani ajituchinjie kuku kwa sababu atavaa kofia. Kwani kuku lazima uvae kofia? Sawa, lakini yani kuonesha kwa watu hawataki kusoma dini, mambo madogo wanatafuta mtu mwenye kanzu na kofia katika mambo ya dini, lakini wakiwa na pilau zao wajigomelea ndani, hutakiitwa. Sawa? Sasa jamaa yule akaambiwa akaitwe. Hasa kufika kule akaambiwa, bwana wasubiri wewe tu msikitini, watu hawajaswali. Akasema kuna nini? Bwana wewe kule uende ukaswalishe swala ya kupata kwa jua. Akamwambia haya, waita mule nakuja. Jamaa kwanza akaangalia ndani mule, atakaangalia na kipindi hicho asema kwa hakuja ingia hizi smartphone, aljawalu dhaki, hizi smartphone zinarahisisha kidogo, zina faida kidogo, lakini zina hasara kubwa. Ukiingia tukiandika katika Google mambo yote siku hizi anakuja, ukiandika tu salatul kusufu utaletewa kila kitu namna yake. Basi akaangalia ndani katika maktaba yake, hakuna kitabu chochote cha dini chenye kuelezea masuala ya salatul kusuf. Muna vitabu vya dunia tu, library imejaa vitabu vya dunia maktaba. Sawa, sijui John Peter, sijui nani, profesa Katui, sijui profesa Katumbo. Chafahamu? Hakuna kitabu chochote cha dini. Jamaa leo nishapatwa Kiswahili chetu hicho. Hapa ngafanya nini sasa? Akasema ngojea, nende msikitini, nikishafika kule na tumtafute angalau na wewe mwenye kanzu mwingine apitishwe. Ufika kule ambaye haya, leteni maneno yenu bwana, tukusubiri wewe tuongoze swala hii. Akamwambia hakuna mtu mwingine hapa, tukampisha. Akasema hamna, wewe ndio tunakusubiri utuswalishe, sisi hatujamuona isipokuwa wewe. Jamaa akasema toba, ajui hata inavyoswaliwa. Asa akafanya vipi? Akapita akaswalisha kama Idi, akaleta takbira 7 kwanza, rakaa kwanza Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kisha rakaa pili akaleta nini? Takbira 5. Akaswalisha kama Idi vile. Basi walipomaliza wale watu akamwambia tena akasema sura, yani rakaa kwanza sura Fatiha na sabih isma, na rakaa pili akasalisha sura Fatiha na suratu al-Ghashiyah kama swala hii. Basi wale jamaa wamaliza mashaallah, yani swala ya kupata ukajua kama ya Idi kumbe. Hawajui wote maskini. Hii kuonesha nini? Tutie inaya na umuhimu na ihtimamu katika kuwafundisha watu masuala ya fikhi, masuala ya udhu, masuala ya swala, matukio kama haya. Meleka. Na kadhalika akatoa kisa kingine, kuna jamaa naye huko kwao kaenda shamba huko, swala ya jeneza, wakasujudu na wakarukuu, wanaswali swala ya jeneza. Hawajui maskini. Kwa kuna umuhimu wa kusoma dini, lakini watu vikao kama hivi vya kheri hawana habari. Na wala sio dakika nyingi, dakika 30 tu. Mtu baada akae dakika 30 afahamu dini yake, hana habari. Ayari yake nje huko apige story, apoteze muda basi. Katika dini yake hana kitu, 0. Dunia yake yuko vizuri, alikuwa mshahara vizuri, lakini akhira yake hajui chochote katika dini. Kwa hiyo mtihani hasa ndo anasema Imam Ibn Hajar, usifananishe swala hii na nini?
swala yoyote ya sunna ukaona kama yaswaliwa kama swala ya sunna tu, mambo yake kama vile swala sunna, iswali vile vile ilivyokuja katika nini hadithi katika sheria. Maneno haya katika nini Fathul Bari. Faida ya 6, qala Ibn Hajar, amesema Ibn Hajar qawli yake aliposema fa atala ar-ruku', akarefusha rukuu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama ittafaqu, wanachuoni ittafaqu, wamekubaliana wanavyuoni, au yani ala annahu, kwa hiyo hakika hiyo rukuu la qira'ata fihi, ndani yake hiyo rukuu hakuna nini kusoma Qur'an. Usisome Qur'an katika ile rukuu hata kama warefusha. Wa inma fihi dhikr, na hakika si vinginevyo ndani yake kuna dhikr. Fanya dhikr min tasbih, kuleta tasbih subhanallah, subhana rabbiyal azim, sawa, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tasbih leta. Watakbir, na takbir, mfano Allahu akbar, la ilaha illa Allah, na hivyo wa nahwihima, na mfano wa hizo. Usije ukasoma Qur'ani katika hii rukuu. Na anasema nachuone nielezea takriban yani dhikri kama ngapi, 100 dhikri, kama dhikri 100 utakadiria yani pale utakaa. Usinyanyuke, usije katika itidali kiasi cha kama dhikri 100. Thumma qala, kisha akasema walam yaqa, wala haijatokezea fi hadhihi riwaya, katika riwaya hii iliyotajwa hapa, hii ya swala ya kupata kwa jua na mwezi, dhikru tatwili al-i'tidal, kutaja tatwili, kurefusha al-i'tidal, ile i'tidal hamna, usirefushe ile sami Allahu liman hamida, ile i'tidal usirefushe. Alladhi, ambayo yaqa'u fihi as-sujud, ile ambayo i'tidali ambayo inakuja baada yake nini sujud, usirefushe baadahu, baada yake. Wala tatwilu al-julus, wala usirefushe nini kikao kile. Kikao gani? Baina as-sajdatayn, baina sajida mbili, kile kikao. Ukisujudu sijida ya kwanza ukarudi pale, usikae sana, sujudu tena. Imeleka. Kwa kiufupi hizi al-i'tidal hazirefushi, kwa sababu hii ruku ya mwanzo, ukirukuu tu ukija juu sami Allahu liman hamida, kisha ingia katika nini, waingia katika qiraa. Ndio maana yeye ametaja hii i'tidali nyingine ambayo baada ya i'tidali hii ambayo itakuwa ndiyo rukuu ile ya pili kwa raka ya kwanza, sawa, ile ili usije kupata mawazo ukasema ile i'tidali ile yarefushwa. Hata ile pia usifanye nini, usirefushe. Ukishakuja tu sami Allahu liman hamida, na baada ya dhikr iliyothibiti pale katika i'tidali ufanye nini, usujudu bas. Kadhalika ile kile kikao jilsa baina sajidatayn, kile kikao baina sajida mbili usirefushe, fanye dhikr kisha baadaye nini sajida ya pili, sawa. Jambo la 7, dhakara Ibn Hajar, ametaja Ibn Hajar qawl Ibn Battal, qawl al-Imam Ibn Battal, annahu, kwa hakika yeye amesema la khilafa, hakuna tofauti baina wanachuoni, anna ar-rak'ata al-ula, kwa ile rukuu ya mwanzo, biqiyamiha, kwa kisimamo chake, au anna ar-rak'ata al-ula, kwa hakika anna ar-rak'ata al-ula, kwa hakika ile rukuu ya mwanzo, yani maana yake anna ar-rak'ata al-ula, ile rakaa ya mwanzo anakusudia, hakika ile rakaa ya mwanzo, biqiyamiha, kisimamo chake, wa ruku'iha, na rukuu yake, sawa, au anakusudia wa ruku'iha, na rukuu zake zote mbili, takunu atwalu min ar-rak'ati thaniya, zinakuwa nini, zinakuwa refu zaidi kuliko, sawa, ile takunu atwalu min ar-rak'ati thaniyati biqiyamiha wa ruku'iha, zinakuwa refu zaidi kuliko ile rakaa ya pili katika kisimamo chake na rukuu zake. Kiufupi anakusudia rakaa ya mwanzo utarefusha zaidi kuliko rakaa ya pili, ile rakaa ya pili basi. Ndio mafuhumu haya maelezo yake. Ile rakaa ya mwanzo, ile rukuu yake au zile rukuu zake mbili, sujudu zake zote mbili, sawa, na kisimamo chake cha kusoma ile Qur'an kinakuwa kirefu kuliko nini, ile rakaa ya mwisho. Khafifisha, yani usifanye kama ulivyofanya nini, ulivyofanya mwanzo. Ndio makusudio ya maneno haya. Mwisho, kwa kumalizia, jambo la 8, qala Ibn Baz rahimahullah, amesema Ibn Baz Allah mrehemu, as-sahih, kauli iliyo sahihi zaidi, maana kuna khilafu baina wanachuoni, anna man fatahu ar-ruku', yoyote atakayompita ar-ruku' al-awwal, rukuu ya mwanzo ikampita yeye, min salati al-kusufi, katika swala ya kupata kwa jua mwezi, la yu'taddu bihadhihi ar-rak'ati,
haitohesabiwa rakaa hii. Sawa, ile rukuu moja tu kimpita basi haitohesabiwa rakaa ile. Wa alayhi an yaqdiya, na ni juu yake ni lazima kwake yeye ailipe rak'atan ukhra, rakaa nyingine mzima, biruku'aini, kwa rukuu ngapi? Rukuu mbili. Allahu a'lam. Kwa ina maana akija mfano akakuta ile rakaa ya kwanza lakini akapata rukuu ya ngapi? Rukuu ya pili, itabidi afanye nini? Watu wakitoa salamu asimame alipe tena. Hii ni kauli sawa, na ndio kauli sahihi zaidi, anasema Sheikh Ibn Baz Allahu a'lam katika majallatu al-buhuth al-islamiyya al-adad nambari hii ya 13 صفحه 98. Hadhihi ba'd ahkami wa adabi salati al-kusuf, hizi ni baadhi ya hukumu na adabu ya swala ya kupata kwa jua au mwezi. Baadhi tu, kuna mambo mengi hajataja na alhamdulillah, lakini ni mafupi lakini yana faida nyingi. Takriban yani swala yote tayari amefanya nini? Amezunguka. Alhamdulillah, Allah anipe kila khair na muhifadhi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Na mwisho ya ulinganizi wetu na ulingano wetu tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa ndio mwisho. Allah alipe kila khairi. Pale tulipopatia tunamwomba Allah atie tawfik, na pale tulipokosea tunamwomba Allah atusamehe. Wa jazakumullahu khairan.